Naam, ni huzuni, majonzi na simanzi kwa wanachama wa CCM kinachoongozwa na mama Rais Daktari Samia Suluhu wanapomwomboleza mmoja wao, na wengi wameweza kutuma risala za rambirambi hapo kwenye mitandao ya kijamii, lakini wengine weza kuandika maoni yao kuwa Mungu ameweza kujibu maombi yao. Je, kunani? Tazama hii video hadi mwisho ili tuweze kuangalia yale ambayo yanaendelea kujiri katika nyanja za kisiasa, na habari za kifo zimeweza kugubika chama cha CCM, na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliweza kumwomboleza diwani wa kata ya Shelui wilaya ya alipoandika kwenye mitandao ya kijamii na kusema kuwa nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha dada yetu Mheshimiwa Agnes Nassania, diwani wa kata ya Shelui wilaya ya Iramba. Mheshimiwa Agnes alikuwa kiongozi mchapakazi na aliyejitolea kwa dhati kuwatumikia wananchi wake. Kifo chake ni pigo kubwa kwa familia yake, wananchi wa Shelui na mkoa wa Singida kwa ujumla. Natoa pole za dhati kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na wananchi kata ya Shelui. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Pe wote faraja katika kipindi hiki kigumu. Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Pumzika kwa amani Mheshimiwa Agnes Nassania. Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako, tuma risala za rambi hasa kama unatoka katika wilaya ya Iramba. Tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako hapo chini, risala za rambi. Mwisho mwa hii video tutakuwa tunaangalia baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi, na wengi wa wananchi wameweza kutuma maoni yao ama kuandika maoni yao kwenye mitandao ya kijamii wakizungumza kuwa viongozi wa CCM wanaendelea kupotezwa la kuchao. Je, kunani? Wengi wakizungumza kuwa ni mavuno ya Rais Daktari Samia Suluhu anayopata alipowamaliza uhai vijana siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Wengi wakizungumza kuwa ni matunda anayopata kutoka kwa kilio ya wazazi wa vijana hao ambao waliweza kumalizwa uhai. Je, unakubaliana na hilo? Tuandikie tu maoni yako hapo chini. Wengi wakizungumza kuwa vifo vya viongozi wa CCM haihusiani kivyovyote vile na vijana ambao walimalizwa uhai siku ya uchaguzi mkuu, na kuwa ni sadfa tu ya matukio. Je, maoni yako ni yapi? Tuandikie maoni yako, tuma risala za rambi kwa mheshimiwa huyu Agnes Nassania. Wengi wakimiminia sifa kuwa alikuwa ni nabii na alikuwa pia ni mwanasiasa na ataishi kukumbukwa, kama huyu aliandika na kusema pumzika kwa amani mheshimiwa diwani wa Shelui na mtumishi wa Mungu Agnes Nassania. Wengi wakimkumbuka kuwa pia alikuwa mtumishi wa Mungu bali na kuwa mwanasiasa. Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako ili tuweze kuzungumzia yale ambayo yanaendelea kujiri katika nyanja za kisiasa. Ni maoni kutoka kwa wananchi mbali ndiyo ambayo imeweza kushtua wengi. Je, ni kwa nini wengi wa wananchi kupitia kwenye mitandao ya kijamii wanaishutumu kifo cha mheshimiwa huyu Agnes, wakilinganisha na matukio ambayo yaliweza kufanyika tarehe 29 siku ya uchaguzi mwaka uliopita. Hebu tuangalie baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi. Kama huyu Andrea Humphrey aliandika na kusema kuna pambio huimbwa utavuna ukicho ulichokipanda. Agnes Mwengo ameandika na kusema bado mama yao ndo tunasubiri kwa hamu. Je, unahisi kwamba wananchi wame overreact ama unahisi kwamba wananchi bado wako na machungu ndiposa wanaendelea kulinganisha vifo vya wanasiasa ama viongozi wa CCM na matukio ya tarehe 29? Tuandikie hapo chini. Huyu ameandika
wameandika na kusema vifo vipo, so wa CCM tu wanaokufa. Ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wananchi, wengi wakilinganisha vifo vya viongozi wa CCM na matukio ambayo yalifanyika tarehe 29. Lakini tuandikie risala za rambirambi. Pia wataweza kuitazama hii video na kusoma komenti zenu hapo chini.